Wazalendo wameonya kuhusu kuongezeka kwa wanajeshi wa M23 huko katika mji wa Uvira. Kikosi cha kulinda usalama cha Kongo kinachoitwa Force Autodefense du Congolais FARDC kimetoa tahadhari ya kiusalama ambayo imelenga ikielekeza taarifa ya mashambulizi ya ghafla katika eneo la kijeshi la 33 huko Sud Kivu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waraka rasmi uliotoka makao makuu ya Katobo ukieleza kuwa kuna mkusanyiko wa vikosi vinavyoshirikiana na M23 kama Red Tabara na muungano wa Twirwaneho wanaodaiwa kuungwa mkono na nchi ya Rwanda karibu na vijiji vya Magunda na Ruminuko. Eneo hilo lililopo katika wilaya ya Mwenga takriban kilomita 60 kutoka katika mji wa Uvira. Inaelezwa kuwa sehemu ya kukusanyika vikosi hivyo vya silaha. Ripoti imeeleza kwa kina zaidi kuwa muungano huu unajiandaa kufanya mashambulizi makubwa yakilenga hasa maeneo ya Lemera na Mijombo. Lengo la kijeshi ni kuvunja ngome ya VDP ili kusonga mbele kuelekea katika mji wa Uvira. Na zaidi maelezo yanaeleza kuwa zaidi ya kutaka udhibiti wa eneo hilo, ni tahadhari hiyo pia inaonyesha kuwa harakati hizo zinaweza kutumika kama msingi wa nyuma kwa operation za kujaribu kuishambulia serikali jirani ya Burundi. Kutokana na tishio hilo, waliotia saini waraka huo wamesema kuwa hatari kubwa ya kiusalama na kwa raia, vijiji pamoja na katika mji wa Uvira. FARDC imezitaka jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yani FARDC na kundi la ulinzi wa jadi yanayojikinga na mashambulizi hayo yani wazalendo pamoja na vikosi vya kijeshi vya Burundi vilivyopo katika eneo hilo kuwa macho zaidi na kuimarisha mipaka ili kutokuruhusu adui huyo kupenyeza katika maeneo hayo. Uongozi wa kijeshi umesisitiza umuhimu wa wajibu wa pamoja ili kuzuia uamuzi wote wa kulinda maeneo hayo muhimu ya kimkakati yanayodaiwa kulengwa na vikosi hivyo vya M23. Wazalendo pia wamezitaka mamlaka za mitaa na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka kufuatia hali halisi ilivyo uwanjani mwa vita. Wananchi wametakiwa kubaki kwa utulivu na kuwa waangalifu huku wakihimizwa kushirikiana kwa ukaribu na vikosi hivyo vya usalama. Na tahadhari hii mpya imeonyesha kuwa hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni tete, huku kukiwa na mabadiliko ya mara kwa mara kwa ushirikiano kati ya makundi mbalimbali yenye silaha. Na hiyo ni hali halisi ambayo inaendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ikiwa ni hali ambayo serikali ilitaka kuonyesha ili kutotia shaka wananchi kutokuwa na hali ya kuogofya. Kulingana na hali halisi inayoendelea hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inaonyesha dhahiri kwamba vikosi vya M23 baada ya kukosa sapoti katika baadhi ya nchi na maeneo mengine ambayo ilikuwa ikiwapa sapoti, hususan katika viongozi mbalimbali ambao walikuwa katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao walikuwa wakiunga mkono waasi hao wa M23 baada ya kuachia mambo kadha wa kadha na kutowapatia sapoti, imeonyesha serikali au waasi wa M23 wameanzisha operation za chini kwa chini na kuungwa mkono na serikali ya Rwanda kuanzisha operation zao za moja kwa moja ili kuteka mji wa Uvira na kuelekea kwa operation zingine ambazo zipo mezani chini ya uongozi wa waasi hao. Na huku tukiangazia upande wa serikali, nayo pia imejiamarisha katika mkakati huo ili kulinda vitovu vya kimkakati ambavyo ni pamoja na maeneo ya Uvira,
Baraka na Fizi kiujumla. Hiyo ni hali ya kiusalama ambayo sasa hivi inazidi kuripotiwa siku baada ya siku kadri ya muda unaoelekea, na huku ikiwa ni kitendo ambacho wananchi wanahaswa kubaki kuwa katika hali ya kiutulivu na kuto kutembeza biashara ambayo inaweza ikakugharimu kutoka katika mji mmoja au katika kijiji kimoja kuelekea katika kijiji kingine, bali wanaonywa kwamba kubaki katika maeneo yale ambayo yanadaiwa kuwa kwa muda huu ni salama dhidi ya maisha ya wananchi. Na jambo lingine ambalo serikali imeweza kuongea juu ya jambo hilo ni kuwaomba pia vilevile wananchi kujitolea ili kuonyesha yale ambayo yanaendelea katika vijiji mbalimbali kulingana na huenda imeripotiwa waasi hao wameanza kuingiza maajenti wao katika sehemu tofauti tofauti wakijidai kuwa wenyewe ni raia, huku serikali ikiwaomba raia halisi kutoa tahadhari ama kutoa taarifa moja kwa moja pale ambapo wanapojua kwamba mtu huyo anapoingia katika vijiji na kudai kwamba yeye ni raia, kutoa taarifa kwa kina na mapema zaidi ili watu hao waweze kushughulikiwa. Maana mpaka sasa inadaiwa kuwa vikosi hivyo vya waasi vimeanzisha operesheni hizo za kuwatoa wanajeshi wake kujichanganya pamoja na raia, na huku wakidai kwamba wenyewe ni raia halisi. Na tukiangalia katika jambo hilo ni la ukweli kabisa, maana katika hali ya kwanza au katika operation ya kwanza ambayo waasi walianzisha ili kuteka mji huo wa Uvira, walianza na kujidai na kujifanya kwamba wenyewe ni raia halisi. Hata hivyo hivyo tukiangazia katika kipindi ambacho waliingia Bukavu, pia vile vile walichukua mbinu ile ile kuingia na kujidai kwamba wenyewe ni raia kamili. Hivyo serikali inadai kwamba raia yeyote ambaye atajua kina cha watu hao basi aweze kuripoti mapema ili serikali itoe tamko na itoe adhabu kali dhidi ya watu hao. Na pia tukiangazia huko Fizi ambako ulinzi unazidi kuimarishwa na ndugu zetu wazalendo ambao wanashirikiana na serikali ya FARDC, ambao ulinzi huo umezidi kuimarishwa hususan katika maeneo ya Baraka, Fizi na maeneo mengine ambayo yanazunguka Fizi kwa ujumla, ili kulinda mipaka hiyo na kuto kumruhusu muasi kuingia katika maeneo hayo. Hivyo basi ni kusii mpenzi mtazamaji wa Mbavu TV, ni kuambie kwamba mpaka sasa hakujawa taarifa za kusema kwamba waasi hao wameshika kijiji fulani. Hapana, mtu asikudanganye. Zaidi yake ni kwamba mipaka inazidi kuimarishwa na hali ya kiusalama bado ni 60%. Hivyo basi kwa hali na taarifa zote ambazo unazotaka kuzijua kupitia hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, usisite kutufollow kupitia YouTube channel yetu ama kusubscribe kupitia YouTube channel yetu ili uwe kwanza kupata video zetu, na kile ambacho tunakuambia uweze kushare video zetu ili kwa ndugu yeyote ama kwa mkongomani yeyote anayetaka kujua taarifa zetu basi atazipata kupitia YouTube channel yetu. Bado kupitia website zingine kama Facebook hatujafungua peji yetu ya Mbavu TV, lakini pale ambapo tutakapofungua basi tutawajuza ili uweze kujua kile